Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yako pendwa ya Sambawi TV. Nikualike kutazama kipindi chetu pendwa cha maradhi. Kipindi hichi ambacho kinakupa fursa wewe mtazamaji wa kuweza kuona changamoto ambazo zinazowakumba watu katika masuala haya ya maradhi na tiba gani zifanyike katika haya maradhi ambayo yanaokumba jamii kwa sasa. Leo tupo katika kituo hiki cha Al-Hassania Clinic kilichopo Kigamboni. Kwa wale wakazi wa Kigamboni ama kwa wale wakazi wa Dar es Salaam wanapafahamu Kigamboni, ukifika feli ulizia magari ya Kongoe, Kisemvule, Mkuranga, Tuangoma, Mwandege, utafika kituo kinachoitwa PC. Hapa ndipo kilipo kituo hiki cha Al-Hassania Clinic. Pembeni yangu hapa nipo na daktari ambaye ni mkurugenzi wa kituo hiki cha Al-Hassania Clinic. Kwa majina anaitwa Omar Shehoza. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na mzee wangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako Sheikh? Alhamdulillah salam. Timu leo ya Sambawi TV imeweza kuwasili katika kituo hiki cha tiba asili Al-Hassania Clinic. Tunataka tufahamu mzee wetu, kwanza wewe kwa majina yako halisi na kazi hii ulianza muda gani? Kwa majina halisi naitwa Hassan Rajab Mashaka, na kazi hii nimeanza nikiwa mdogo, umri wa miaka 12, na leo nina miaka 64. Kwa hiyo nina miaka 52 nikiwa nafanya kazi hii. Nimefanya kazi hii ndani ya Tanzania mikoa mingi tu, na nje ya Tanzania nimefanya baadhi ya nchi nilikuwa naenda nafanya narudi. Hivyo si mgeni kwenye tiba hii, ni mwenyeji na nimewafundisha baadhi ya vijana, wapo wengi. Unaposema miaka 12 inashangaza kidogo. Miaka 12 nadhani huyu ni mtoto ambaye kama ndo anamaliza shule katika elimu ya msingi. Sasa imekuwaje mpaka 12 na umeanza kazi hii ya kutibia? Mimi kwa bahati nzuri nimezaliwa, babangu akafariki nikiwa bado mdogo. Hivyo nimelelewa na mamangu. Mama aliponilea alipata kuugua, akatibiwa hospitali nyingi akiwa hapone. Baada ya kuona mamangu ana hali mbaya ndipo nimeanza kutibia. Hali imekuja tu hafla kichwani, nikaona nachukua vidawa nachanganya, nasoma dua na mfukizia dawa, mashetani akapanda na nikafukuza. Hivi kawa ndio mwanzo wangu wa tiba. Kwa hiyo ukiachana na kazi hii ya kuuza dawa peke yake, lakini pia unafanya kazi ya kusomea watu dua. Kwa kusoma dua ndo kazi niseme nimeanza nayo kuliko hata mitishamba. Maana nilifanya kazi ya dua kwa muda wa miaka. Baadaye ndio nikaanza na kuingiza miti kutokana na uchovu unaopatikana kwenye dua. Maana dua mara nyingi ni ndefu. Na dua kukaa sana mtu anachoka, alafu unaweza ukachoka, kipato kikawa hakitoshi kabisa chochote. Hivyo nikaona njia ambayo inaleta nafuu ni kutumia dawa hizi za miti au dawa za Kiarabu na changanya unampa mtu, bado ukimpa huchoki. Umesema kuwa umeanza kazi hii ukiwa na miaka 12. Kwa almost sasa hivi katika kazi hii ya tiba una miaka mingapi? Kazi hii ya tiba nimeifanya kwa muda wa miaka 52. Miaka 52. Ndiyo nimeifanya ndani ya miaka 52. Ndani ya miaka hii 52 ulikuwa unafanyia maeneo gani? Ndani ya miaka hii nimefanya, nimeishi Kigoma, nimeishi Tabora, nimeishi Mwanza, nimeishi Dar es Salaam hapa napozungumzia leo, nimefanyia sana hapa, na nimefanyia Mombasa,
ila kidogo Mombasa, ila Nairobi ndio nimefanyia sana. Nairobi nimefanyia sana, nimetembea miji ya Kisii, nimetembea miji ya Kisumu, nimetembea Bujumbura, nimefanyia Kongo. Kongo nimetembea Kongo, niseme kama siwezi sema yote, lakini kama nusu ya Kongo nimetembea nafanya kazi hii ya tiba. Kuanzia Uvira, Bukavu, Magoma, Manyema, Kalemi, huko kote nimefanya kazi hii. Kwa maradhi ambayo unayotibu kwa sasa ni adimu sana kuona hasa katika maradhi ya mifupa ambayo umenieleza hapo awali kuwa kuna tibu maradhi ya mifupa, yani unaunganisha mifupa. Sasa kuna dawa unatumia ama kuna mfumo gani ambao wewe mwenyewe unatumia? Katika tiba ya mifupa natumia dawa ambayo ni juisi ya mimea. Mtu akiinywa maumivu kwanza atapata advertise maumivu aliyokuwa nayo, maana kila aliyevunjika mifupa huwa na maumivu, na yaweza akawa amevimba au hakuvimba, lakini pahala alipovunjika lazima kuna maumivu, hata kupagusa naona tabu. Kwa hiyo akiinywa yale maumivu yanapungua taratibu na yanaisha. Akinywa nyingi ataisha haraka, akinywa chache ataisha taratibu. Kwa hiyo si ajabu kama mtu kama kijana kama wewe ukanywa dawa leo, kesho kaamka umeunga. Mguu ulikuwa ukakanyaga ukatembea kabisa. Mkono ulikuwa hushiki ukashika kabisa. Kwa hiyo ila kwa watu wazima inachukua muda kidogo kama wiki au zaidi ya wiki. Kuna wale ambao kidogo unakuta labda mguu wake umekakamaa, yani haukunjiki. Hii nayo pia ni athari ni changamoto hiyo ya mifupa? Hapana. Mguu kutokunjika au mkono sio athari ya mifupa, ila ni athari ya misuli, na dawa zake zipo kabisa. Unampaka na unamunyoosha muda huo huo, yaani haichukui hata dakika 10 au 15. Unampaka na unamunyoosha papo kwa hapo. Yaani ilikuwa imekakamaa kama chuma, haikunjuliwi kabisa, haikunjuki. Ukisha mpaka unaikunjua papo kwa hapo. Kungekuwa na mgonjwa hapa tungeonyesha mifano, maana sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la waganga feki ama wanajiita watabibu feki sana. Ni vigumu sana watu wengi kuamini hili, lakini ewe mtazamaji ambaye unafuatilia Sambawi TV, daktari hapa amezungumzia masala ya wenye shida na changamoto ya mifupa. Wewe ambaye una changamoto hiyo, hebu fika Al-Hassania kliniki. Usiwe na wasiwasi wowote ule, kwani mimi binafsi nimeweza kuona, alinionyesha hapa na ushahidi kwa wale ambao walipita hapa na wamepona maradhi haya. Unaweza kumtafuta kupitia namba zinazopita hapo chini ya video yako. Naam mzee wangu, sasa umesema kuwa unatibu maradhi ya changamoto kubwa ya mifupa. Je, kuna maradhi mengine ambayo unatibu? Ndiyo, tunatibu maradhi mengi tofauti na hayo. Kuna magonjwa ya madonda ya tumbo au ulcers. Mwanadamu anaweza kuwa kila akiamuka nasikia mwili wake kama amepigwa, kama amepondwa. Anaweza kuwa nasikia kifua kinamuuma, anaweza kuwa nasikia miguu inawaka moto, mgongo unauma kama amebeba mzigo, mara kichwa kinauma na kusikia kwa hiki kichwa labda kinawaka moto pia. Mwili unakuwa hana nguvu, misuli kitembea inavuta. Huyo mtu akitumia dawa hii kwa kujisaidia haja kubwa anakuwa hajisaidii vizuri, yaani ni mgonjwa tu kwa ujumla, na chakula anakuwa hana hamu ya kula vizuri. Mgonjwa huyu akitumia chupa yetu ya Musalansi robo lita akainywa kwa siku ya leo, kesho ataamuka na nafuu kiasi. Kwa hiyo atapata na hamu ya kuendeleza kutumia dozi hiyo hadi mwisho. Atakuwa anajisikia vizuri kwa chupa 4 hadi chupa 7, atakuwa yuko vizuri, nategemea na stage ya ugonjwa wake. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la wanaume wengi kukosa nguvu za kiume.
Je, tatizo hili wewe unalizungumziaje, na je unahusika pia na kutibu maradhi haya? Tatizo hili lipo na ni kubwa, na watu wengi waganga tunakosea tunaposema kuwa dawa za nguvu za kiume. Mimi binafsi niseme kuwa si dawa ya nguvu za kiume, bali utatibia kutokana na hali inayomsababishia tatizo hilo, maana matatizo mengi yanaweza kusababisha. Kwa hiyo hakuna dawa moja inaweza kutibia matatizo hayo. Mtu akisababishiwa na presha, mtu akisababishiwa na kisukari, mtu akisababishiwa na ngiri, mtu akisababishiwa na uric acid, mtu akisababishiwa na mashetani, huwezi kumtibia kwa dawa moja. Lazima utatatua changamoto aliyokuwa nayo, ndipo anaweza kuwa sawa kwenye tendo la ndoa. Kwa hiyo mimi binafsi, dawa zipo, lakini hatuiti dawa za nguvu za kiume, bali tunasikiliza kwanza changamoto ya mtu, ndio tunajua tumpe dawa gani. Naam, Al-Hassania Clinic, hiki ni kituo ambacho kinahusika na tiba mbalimbali ya maradhi mbalimbali, lakini pia kwa kumalizia, kuna changamoto pia ya wakina mama, ndio wanavyoita chango. Unakuta mtu hapati siku zake hazieleweki, mfumo wake wa uzazi haueleweki. Je, pia napo unahusika na tiba hii? Ndugu yangu mtangazaji, niseme nahusika sana tu, sababu chango ni tatizo kubwa kwa kina mama. Chango lina mgawanyiko kama mara 4 au mara 5 kwa kina mama. Kuna mtu akiwa kwenye siku zake anapata kuwashwa mwili, huyo ana dawa yake ya chango. Kuna mwingine tumbo linasokota mpaka nakosa raha, damu zinatoka kwa muda mrefu, huyo ana tiba yake. Kuna mwingine hata kushika mimba hawezi kushika mimba kabisa, huyo ana tiba yake. Yaani chango ni tatizo kubwa kwa kina mama, na hivyo linatibiwa kutokana na changamoto ya kila mmoja wao. Huwezi kusema hii dawa moja ndio tatibia kila mwenye chango, hapana, bali tutampokea mtu na tutamtibia kutokana na hali aliyokuwa nayo. Nashukuru. Naam, tunataka tufahamu Al-Hassania Clinic inapatikana wapi, na wewe kama daktari unaweza kutueleza, je, unapatikana vipi katika mitandao yako ya kijamii, na pia utatutajia namba zako za simu ili mtu aweze kukufikia wewe kwa urahisi zaidi. Al-Hassania Clinic inapatikana Kigamboni, maeneo ya PC Road. PC Road ipo karibu ya Mikadi Beach, na hapa ni Kigamboni. Kwa mkoa ni Dar es Salaam, nchi ni Tanzania. Tunapatikana kwa namba za simu 0694132146 au 0657719005. Pia unaweza ukatupata kwenye WhatsApp kupitia namba ya 0657719005. Bila shaka umeweza kumsikia mzee ama daktari Hassan Rajabu Mashaka, anayepatikana Kigamboni katika mtaa wa PC. Kwa wale wakazi wa Dar es Salaam wanaweza kufika feli na kufika kutafuta magari ya Kongoe, Kisemvule, Mkuranga, Tuangoma na Mwandege. Utafika kituo kinachoitwa PC, utamwambia konda kushusha kituo kinachoitwa PC. Al-Hassania Clinic ndipo ambapo inapatikana, kwa namba za simu zinazopita hapo chini ya video yako. Tulikuwa naye Dr. Rajabu Mashaka, nami kwa majina naitwa Omari Shehoza. Nikualike na nikuombe uendelee kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vinavyopatikana katika chaneli hii ya Sambawi TV. Hakika hii ni Sambawi TV, nuru kwa umma.